Tenda wema usichoke, wanyonge wafurahike, ili na wewe ucheke kwa Mola ukirejea. Katika Uislamu jambo hili la kuhudumia wagonjwa au kuangalia wagonjwa limetiliwa mkazo sana. Nichukue fursa hii kwa kabisa kuwashukuru na kuwapongeza ndugu zetu wa Madina. Nikizungumza kama Madina, nazungumza Madina kama taasisi. Lakini nikizungumzwa hiyo saa iliyokuwa inaitwa hapa saa, mimi saa hii ni mdogo wangu. Tumekuwa naye tokea TAKWA inaanza. Yeye mashallah na mume wake Dr. Mwimbe ni watu wa mwanzo kabisa ambao walipokea TAKWA, na alhamdulillah tukafaidika sana na Dr. Mwimbe through SMV Hospital kwa kuwatibia watoto wetu mayatima bila ya malipo ya aina yoyote, na kuwa nao programu yetu ya health check-up kila mwaka unapokuwa unafika mwishoni kwa ajili ya kuangalia watoto mayatima. Mimi natokea TAKWA Orphans Trust Tanzania nikiwa na mwenzangu kiongozi Dr. Neema Kiure. Dr. Neema, lakini pia tuko na ndugu zetu wengine. Naomba msogee hapa watu wa TAKWA kidogo, mtaje majina yenu at least ili watu wapate. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Hajara Bakari Ramadhani, manager program za watoto TAKWA. Sauda Mustafa, mjumbe TAKWA. Naitwa Fatma Suleimani, ni mjumbe TAKWA. Na hapa nyuma yetu tuko pamoja na vijana wetu ambao wamekuja kwa ajili ya kutunga mkono. Naomba msogee pa mbele watoto wote tuliokuja nao. Wasichana pamoja na wavulana msogee mbele hapa, ili hawa ni machipukizi yetu ambayo tuko katika kuyajenga, ili na wao baadaye sisi tukiondoka ili wawe wenzetu, na sasa hivi hawa ni volunteers wetu. TAKWA Orphans Trust Tanzania ni taasisi ambayo ilianza rasmi mwaka 2011 mpaka leo tunazungumza mwaka 2026. Mashallah, alhamdulillah rabbil alamin. Ni taasisi ambayo inashughulikia watoto mayatima wanaoishi majumbani, home based orphans, na katika nyanja kuu tatu: afya, elimu pamoja na kusaidia chakula. Katika programu zetu zote hizi tunazifanya kwa program tofauti ambazo niseme tu programu kuu ambayo hasa tunaitaka ni ile orphan sponsoring model, ambayo mtu popote pale alipo ama taasisi anaweza kuchangia shilingi 55 tu kwa ajili ya kupeleka chakula kwa mtoto yatima pale alipo. Familia inayolea mtoto yatima inapata food package ya kiasi hicho kila mwezi. Takriban sasa hivi tuna watoto mayatima kwenye database yetu 2500, lakini miongoni mwao bado hawajafikiwa kwenye hii program ya OSM, lakini bado tunashika kwenye program za education, ambapo kwenye program ya education kila inapofika mwisho wa mwaka tunatoa education kit ambayo ndani yake kunakuwa na vifaa vya skuli, uniform za skuli, viatu na kila kitu ambacho kinamhitaji mtoto yatima kuanzia shule pale zinapofunguliwa. Lakini tuna programu yetu maalum ya Ramadhani ambayo hii tunafikia takriban hizo familia 2500 za mikoa tofauti. Mikoa mitano ya Unguja na Pemba, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani, tukiingiza hapo Rufiji, Bagamoyo, Kisarawe, Mkuranga, lakini pia mkoa wa Tanga na mkoa wa Dar es Salaam, wilaya zake zote. Kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujalia kuwafikia watoto mayatima ambao wako kwenye database yetu sasa hivi ni 2500, lakini database yetu inazidi kila siku kuongezeka na mahitaji ya watoto mayatima wanaongezeka kila siku. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii hapa kwa ajili ya kuwakaribisha watu wengine kuungana na sisi TAKWA, kushikana mkono ili tuweze kufikia watoto mayatima wengi zaidi. Nikirudi kwenye ndugu zetu wa Madina. Madina kama nilivyozungumza ni ndugu zetu na sisi ni wana Madina. Ingawaje katika Madina kila pahala taasisi inakuwa na wale ambao wameshika bendera. Shika bendera, lakini sisi tuko nyuma yao, tunafuatana nao, na ndio maana hata leo hii tumekuja hapa. Sisi ni sisters organizations. Yaani Madina ni sister
organization yetu, yani sisi tunawaita mabalozi wetu. Tunapofanya shughuli zetu TACWA Madina wanakuwa mstari wa mbele na kweli wanasapoti sana kwenye masuala ya elimu. Kwa hiyo kila tunapokuwa na program zetu tunakuwa pamoja na ndugu zetu wa Madina na wao wanakuja kutunga mkono sisi, na sisi kama TACWA kama alivyozungumza mlezi, sisi hapa leo ni siku ya mwanzo. Tumeanza kuja kwa ajili ya kuhudhuria, leo ni ya mwanzo. Lakini kwenye mambo hayo mengine ya huko ndani, hata tunavyofanya huko ndani, alhamdulillah ni muda mrefu. Kwa hiyo sasa hivi tutakwenda sisi kujipanga kwa heshima na taadhima ya kulisikia tamko la mwenyekiti alivyotaka, la mlezi alivyotaka tufanye. Basi inshallah tutakuja na programu yetu sisi kuona ni kila muda gani ambao tutakuwa tunakuja kuwashika mkono wenzetu wa Madina. Na nataka nizungumze tu kwamba michango ambayo imetolewa hapa haitoki kwenye mfuko wa TACWA Orphans Trust Tanzania account yoyote. Ni michango ambayo wenzetu viongozi tumechanga kwa pamoja kulifikisha hili, kwa sababu sisi tuna kanuni zetu za kwamba mali ya yatima haiguswi. Kwa hiyo kinachokuja kwa ajili ya yatima sisi kinakaa kwenye akaunti yake, wala hakigusi kwa shughuli nyingine yoyote. Kwa hiyo zinapotokea shughuli kama hizi na fursa za kutakiwa tushikane mkono na taasisi nyingine, sisi wenyewe viongozi najua tufanye nini kutoka kwenye mifuko yetu, ndio tunafanya kile ambacho kinatakiwa kufanya cha ziada ili kuja kuungana mkono na wenzetu. Nitoe pia fursa hii kuwashukuru sana viongozi wenzangu wa TACWA Orphans Trust Tanzania kwa kulipokea hili baada ya kusema kwamba tunatakiwa sasa tutoke. Tunataka tutoke tukashikane mkono na taasisi wenzetu, hasa ndugu zetu hawa Madina ambao kazi yao kubwa tumeiona ya kupigiwa mfano. Ndugu zangu wa Madina, nataka mchukue pongezi na kongole kwa wanaume na wanawake, ni hongera kwa jambo kubwa ambalo mmelifanya. Taasisi haina muda mrefu tokea kianza kwake, mimi na taarifa kwa sababu tuko pamoja sana na Sara, kama nilivyozungumza, ni ndugu yangu katika imani, ambapo mambo yake yanapofanya mimi nakuwa najua, na mengine tuna consult, tunashirikiana kama hivyo. Alhamdulillah taasisi imefikia pahala pakubwa. Mwenyezi Mungu aipeleke mbele zaidi ili wanufaika ni wengi, wanufaika wazidi kuwa wengi, kwa sababu wahitaji ni wengi mno. Tunaona jinsi ambavyo watu wanadhalilika, wanaadhirika katika hali ya kwamba wanakosa kabisa usaidizi. Kwa hiyo inapotokea taasisi kama hii pamoja na ndugu zetu wajai, kwa kweli Allah atawalipa malipo yaliokuwa makubwa sana, kwa sababu ni jambo la kuwashughulikia wagonjwa, lakini wakati huo wagonjwa wale ni kwamba wamekosa, hawana katika hali zao, haziwaruhusu kupata kile ambacho kinahitajika kuongezea kwenye matibabu yao. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu akupeni nguvu zaidi na azidishe watu wengi zaidi na kipato kikubwa zaidi, ili cha kuweza kuyakamilisha haya kwa uweledi mkubwa sana. Na Mwenyezi Mungu atujalie hizi kazi tunazozifanya, basi atuepushe na ile ria, kusiwe na ria ndani yake. Haya tunayozungumza hapa ni kuzungumza kwa ajili ya kushajiisha wengine washiriki zaidi, lakini Mwenyezi Mungu atuhifadhi na ria na kuona kwamba sasa tumetoka tunafanya hivi. Hapana, linafanywa hivi kwa ajili ya kwamba wengine waone, na naamini kupitia hizi media ndio watu wengine pia wameweza kujoin hands kufanya jambo hili. Jamani, mimi nikipewa mic nasahau kusema basi. Jamani, nawashukuru sana. Allah jalie watoto wetu ambao kwamba ni wagonjwa pia tutaenda kuwatazama siku ya leo. Mwenyezi Mungu awape siha njema, awape afya, awape furaha, na wazazi wao ambao wanahudumia na kila ambaye anamhudumia mtoto basi awape subra katika hali ya wauguze hali ya kwamba wakijua ni ibada, wauguze kwa ikhlasi, na Mwenyezi Mungu atawapa taufiki waweze kuguza na watoto wapone inshallah, warudi waende wakacheze na wenzao kama wengine. Pia tumepata taarifa miongoni mwa watoto hao basi kuna vipenzi vyetu watoto mayatima. Kwa hiyo hili pia limetufariji zaidi, tunataka zaidi tukawaone wale ambao ni mayatima, moja kwa moja inaingia kwenye programu yetu sisi ya kusaidia kwenye huduma ya afya. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.